Bwana, haya karibu mpenzi mtazamaji kwenye Fizi Empire TV na karibu tena kwenye kipindi chetu ambacho kinaitwa Ikulu. Mimi nataka DM Shoboze Bariboy kile kile mtoto wa Mameloji. Siku hizo ananiita Mobutu. Na siku leo katika kipindi chetu tumempokea mmoja kati ya vijana ambaye anatokea Misisi, ni mmoja kati ya wadau vile vile na manager ambaye ana support muziki wa Misisi vile vile na msanii mmoja wa Misisi. Anaitwa Aris Fizboy. Inakuaje bro? Poa kaka, nafurahi sana. Kuma inanifanya nguvu sana na kuendelea osi kusapoti mziki juu. Sasa tulikuwa tuko nafanya kazi ya kusapoti, tulikuwa nawaza kama wakubwa watuoni. Yes, na inanipatia furaha sana kuona nilifika na ukanipatia mwaliko. Vraiment nashukuru sana. C'est toute ma première fois kufanya interview ya live. Yes. Ya poa sana, labda tuseme bwana Aris Fizboy. Tumeona ni kitambo sana na leo katika mjengo wa Fizi Empire TV. Tumeonekana tuko nje lakini hapa ni Fizi Empire. Nimeanza kufahamu tangu zamani sana, lakini tukiachana na kwenye kufahamiana kwetu, sasa hivi naona umevalia t-shirt huko pamoja na Philax na wewe upo pembeni. Ukaribu wako na Philax, labda wapenzi watazamaji wangetaka kufahamu ushirikiano wenu uko vipi? Sie na Philax tuko mtu na manajere wake. Ya kiana alikuwa kutuona juu tuliandika t-shirt, tunaandika Fizboy label ni label me haiko saa za watu wengine, ikingaliki label yenyewe najiendesha kiivo, atuyafanya vya ajabu, lakini tuko na ndoto ya kufanya vitu vya ajabu hapo mbele. Donc tuko manager na artiste wake mimi na Philax. Na tangu umeanza kutumika na Philax, labda tuseme mnakuwa na muda gani mko mnatumika pamoja ambao unasimamia vile kazi zake? Mimi na Philax atuyamaliza mwaka tuko karibuni na miezi 8. Tulianza kama mwezi wa 3 na mpaka hivi nikihesabia vizuri sana ni miezi 8 hivi sijui. Na labda tuseme bwana Aris, bwana Fizboy, huko Misisi kuna wasanii wengi ambao sisi tunawafahamu ambao wanafanya vizuri, tukisema wakina Minose, wapo wengi, wakina Fortine, wakina Fiziano, wako wengi ambao wanafanya vizuri, na wengi labda majina hatuyakariri vizuri, lakini wengi tunaona wanafanya kazi zao, na muziki wa Misisi tunasema unachemka sana. Labda kule Misisi msanii wako ambao uko naye sasa hivi, unaona anashika sehemu ya ngapi, au watu wanampokeaje vipi kile anapofanya kazi mpya? Tusikwe banafiki na sikukia kuongelea wengine mtu mbaya, lakini tuna focus sana kile kitu tuko nafanya. Vraiment tukiongelea muziki sio Misisi tu, tukiongelea muziki sasa hivi Fizi, ndasema Fizi mzima wala sekta yenyewe tunaishi amo ya Nganja, hakuna msanii mwenye kona kazi za mzuri sa Philax. Sasa hivi hata watu wanaweza aenda ku account yake ya YouTube baandike Philax boy peke ndio wanaweza leta judgment ile kwa kwanza yangu kibinafsi kuona gisi tuko natumika na tunapambania muziki juu tuko napima kwa matamasha, tukiorganize vraiment concert ya one man show inaenda tofauti na watu hata 8 10 2 3. Ile inaonyesha ki iko na nguvu na ngali le seul artiste mwenye iko na nguvu pour le moment oui. Na labda unatumika na Philax boy. Labda tuseme kipindi ujenda Misisi, wewe ni mzoefu vile vile Baraka, umekaa umeona changamoto za muziki wa Baraka umeelewa vizuri, sasa hivi uko Misisi. Tofauti gani kati ya muziki wa Misisi na muziki wa Baraka? Hapa ndio na nilikuwa hapa miaka za kutosha. Nilishawahi tena sio kumsimamia mtu kimikataba, lakini kunshindikiza mtu kwenye show. Ilikuwa kama concours ya 2017 Malbatros, nilienda na Sado na Bovike. Sasa vile mtu mwenyewe anabasimamia kwa ile concours, najua Bovike alitoka 3. Mwa ile kipindi niliona hapa viko natumika bien sana, viko natumika. Kwa kufika kipindi hapa hivi masiku vraiment bakajirudisha nyuma. Bakajirudisha nyuma, wakapatia chance batu ya fasi nyingine kuendelea kimuziki. Mimi muziki wa Fizi ulikuwa ka Baraka. Hata Uvira walikuwa naogopa sana watu wa Baraka. Yes. Ila kwa mtazamo wako sasa tukisema Fizi, ambao unabeba muziki wa Fizi ni sehemu gani sasa hivi? Tusikie wanafiki. Wenyewe wanabeba muziki wa Fizi sasa hivi ni Misisi. Ukiangalia hata kwa watu wengi suivi kwa mitandao sana, utakuta kuko artiste mwenye kwa najiita administrateur. Na ule administrateur ko fasi kama ni Misisi. Donc basanya Misisi pour le moment ndio wenyewe wanabeba muziki wa Fizi. Ile administrateur lakini tukifahamu vizuri ni Bifizano, anaita ni jina tu, lakini yes. Unatazama kwenye kazi sasa. No, iko na kazi ya mzuri sasa hivi, iko na hit ya mzuri, iko na hautafika mbinguni, ni hit song yenyewe haiwezi hata kutokea sasa hivi. Na tangu umefika Baraka, ni muziki gani ambao umeusikia unapigwa sana mitandao hapa mtaani, muziki wa msanii wa Baraka?
sijawahi kusikia. Jana tulikuwa Mwemezi Bichi, nilishangaa bila kuomba, bila ile kusema keniende nilombe mziki bapige. Nilisikia kule banaanza piga mziki wa Fiziano na Fandereji. Kisha hapo bakata piga mziki wa Felix bakatoa, bakapiga wa Gavi. Yani mziki ya Baraka isikiliki kwa sababu habana kazi. Lakini kuna wasanii wengi ambao wanafanya kazi sasa. Kuna wakina J Stan OG, tupo na wakina Drama, kuna msanii mwingine hapa ambaye anaitwa DJ Razi Mkali, vile vile ametangaza tarehe 27 za mwezi atachia ngoma yake mpya. Na wale vile ni wasanii ambao wamefanya vizuri na jina zao zipo. Hawezi kusema muziki wa Fizi bila kuwataja nao. Na wako hapa Baraka na wanafanya vizuri. Hata nadhani Misisi wakisikia hayo majina wanashtuka kidogo. Yes, wanaweza kustuka kwa sababu walifanya vizuri mbele. Nilianza kumjua Razi mapema sana, alienda kufanya show Misisi, akafanya show nzuri sana. Lakini kipindi nilikuwa tena kurudia hapa mademi kama vende, nikakiona sasa vile anacheza nini, sijui kama nini ndio nilituma anacheza kama uko na uongozi wa mzuri. Ndio biko na majina, lakini pour le moment abiko sagisi walikuwa zamani. Yeah, na labda bwana Aris Fizboy, labda tumeona sasa hivi umeposti kwenye WhatsApp, tunaona kwenye mitandao ya kijamii unakuja kama na brand ambayo inaenda kwa jina la Fizboy. Malengo na mazumuni hicho kitu kiko vipi? Fizboy ni brand yenye tulianzisha zamani sana. Tulikuwa na ba ambassadeur, tunaweza sema batu basichukulie ambassadeur sagisi watu wengine wanakuwa na sinema partenariat, anakuwa ambassadeur anaanza kupokea, no, ni kitu tu cha kusaidiana. Ilikuwa 2019 ndio tulikuwa na Cash B, kipindi anatoa chanson yake ya Fizboy. Nikaona mtu mmoja alikuwa kama Malawi mshabiki tu akaandika Fizboy afu akaweka t-shirt ya Cash B. Nikasema no, akaniambia brother, tufanye t-shirt ya Fizboy. Tukaenda Burundi, ilikuwa 2019, tukaenda kufanya t-shirt ya Fizboy. Na watu bakifuatilia mzuri. Mshanso ya Gave ya Obe aliweza kutucheki, tukampatia t-shirt na akafanya nayo ile clip. Donc hakiko kitu tena cha sasa. Malgré kililala kidogo, tulikuwa tuko na bingine vya kufanya, tulikuwa tunasema ile kipindi tulikuwa tusimamie mtu. Tulikuwa tukipata kidogo yetu tunawekeza mu brand yetu, mu t-shirt zetu. Hivi ilikia tena kulala, sasa tunaanza kusimamia wasanii, ukipata kapesa mara kaende hivi. Kipindi tuko libre, ndio maana tunafanya nini, tusisimue tena watu kubaonesha Fizboy brand inakuja sagisi watu wanazoea Fizi ya mpire, juu unajua ndo brandi mama, brandi baba mu territoire yote ya Fizi na inje yote ya Fizi. Na sisi tuliga mfano kusema no, ilifona sie tubebe ile jina twende kitofauti zaidi sana. Na labda turudi kwenye mziki pamoja na Felix. Kwa nini watu wengi wanasema wasanii wa Fizi hawakuagi na ushirikiano katikati yao? Hawezi kumsikia msanii wa Fizi au Misisi Baraka ameshirikiana na mwingine msanii, kusema msanii wa Baraka ameshirikiana na msanii wa Misisi, msanii wa Misisi amefanya ngoma pamoja na msanii wa Baraka. Wewe kama vile manager ambaye unasimamia Felix, hii tatizo huwa inatokana na nini sana? Tatizo yenyewe mimi ndeza ona entre hizi sehemu mbili ya washirikiani. Baraka kwanza anajivunia ile jina, utakuta niko msanii wa Baraka, siwezi kulomba msanii wa Misisi nini tuimbe naye. Na msanii wa Misisi anakia jikuta no, mimi niko na kazi ya kuzidi ule msanii wa Baraka. Kwa maana tena niende ni mulombe kazi tufanye na donc ngambo zote mbili, wewe anajiona niko hivi, mwingine anajiona gisi ko pale tofauti na kazi yake niko nafanya. Lakini wewe kama vile manager unaweza kusema msanii, mimi nataka msanii wangu Felix ufanye ngoma na msanii fulani, na atakusikia kwa sababu ndo unasimamia kazi zake. Yes, ile mipango ya kuwa, lakini tuko na watu wenyewe tunaongea nao hapa sana. Tulikuwa na kazi yenyewe tulikuwa naandaa tufanye na Bovika akajikuta yakuwa tayari ana focus na mambo yake ya business. Yes, ndio msanii kwanza ndiweza sema kwa sasa hivi tunashirikiana naye, ni jamaa ambaye tulikomana naye hapa Baraka, na ndio mwenyewe tunaongeaga naye sana. Wale wengine wote si wazoe, ila kuwalomba kazi inaweza kuwa vigumu sana, jua hatuzoani nao. Labda tuseme sharp kwake Mr. Bove ni mmoja kati ya wasanii wa kizazi kia zamani sana kwenye muziki wa Baraka Flavor. Ameanza kwenye masuala ya dance, amekuja kwenye muziki, akaingia na kundi ambalo linaitwa African Swagger. Amekaa kimya kwenye muziki lakini haikukua kimya. Sasa hivi ana business yake ya fashion iko pale Matata, sehemu inaitwa Jeteme. Kuna parking pale ukitazama ngambo ya chini, kuna manguo, wewe kama unapenda kupendeza, maana kuna fashion nzuri. Wewe ni kaka ambaye ni handsome, wewe ni bisho, fika pale, kuna pamba kali, raba kali, viatu vikali na utaenjoy vya kutosha. Na labda tuseme neno la mwisho bwana Aris Boy kwa kipindi chetu, labda ungetaka kuambia watazamaji ambao wanaendelea kutazama Fizi Empire TV sasa hivi na ambao wanakusikiliza na kutazama, unaweza kuambia ujumbe gani kuhusu muziki wa Fizi? Kitu kile ndeza sema daire niko hii message baifikishie bakubwa wenye kuwa ngambo zingine,
niko naona bavie bakitasi porte muziki ya Fizi biko naangalia tu Baraka. Hakuna hata vyema. Nilikuwa naongea kipindi kimoja na Emo Aimable akiniambia kama tusimame tufanye tu na gave mufizi ile kipindi huko kwetu Maminembo kuko mavita abikweza fanika. A partir ya pale tulipoteza contact naye, tulikuwa tukonaongea naye. Naweza penda tena ile contact irudie, nimuoneshe na mimi yenyewe niko nafanya, nimuexpose talent ya Fizi, kumwambia ki haiko tu swate Uvira, haiko swate Baraka ndo banaweza kukamata wasanii, baangalie fasi zingine, tuangalie jinsi ya kufanya nini ya kuendeleza muziki wa Fizi mbele. Ya acha niseme sana asante kwa mpenzi mtazamaji, ni Fizi Empire TV na labda tu nikujuze kwamba tarehe 27 za mwezi wa 10 msanii ambaye anajulikana kwa jina la DJ Razzy Mkali atajia ngoma yake. Hii amekaa kimya sana kwenye game na watu mmeona kimya chake, lakini anasema anakuja kuamsha muziki tena wa Baraka. Na vile vile tarehe 27 za mwezi wa 10 atachia ngoma yake mpya. So usikose kutembelea channel yake, andika DJ Razzy Mkali utampata. Vile vile kuna msanii ambaye anajulikana kwa jina la Chui Les Oscar naye vile vile mwezi atachia ngoma yake. Kuna Chris Ricardo. Yani tuseme mwezi wa 10 tutabarikiwa sana na ngoma kutoka kwa wasanii hapa kwetu nyumbani. Kuna DJ Razzy Mkali, kuna Chui Les Oscar na kuna Chris Ricardo. Wote watachia ngoma zao. Unaweza ukacheki channel zao kupitia YouTube, andika kila mtu anaandika jina lake, anza kufollow kama bado hujafollow ili anapoachia ngoma uwe wa kwanza kusikiliza ile ngoma. Mimi nataka DM Shoboze Bariboy Kile kile mtoto wa Mameloge na nyuma kamera anaitwa Waso. Tuonane na tukutane tena kwa vipindi vya baadaye. Ciao.